Shambulizi jingine la Iran limesababisha uharibifu mkubwa katika kituo cha nishati cha Ras Laffan. Kabla la onyo la Trump, televisheni ya taifa ya Iran iliripoti kwamba makombora yalivurumishwa na kupiga tena kiwanda cha gesi cha Qatar huko Ras Laffan. Kampuni ya gesi ya serikali ya Qatar ilithibitisha kuwa vituo vya gesi katika kampuni yake kuu vilipigwa na roketi mapema Alhamisi asubuhi na kusababisha moto na uharibifu mkubwa zaidi, lakini hakuna mtu aliyejeruhiwa. Wakati hayo yakichomoza, Rais wa Marekani Donald Trump ametoka tu kutoa chapisho refu kwenye mtandao wake wa Truth Social kuhusu shambulio la Israeli kwenye uwanja wa gesi wa Pars kusini huko Iran Jumatano usiku. Katika kulipiza kisasi shambulio hilo la Iran ilishambulia Ras Laffan ya Qatar, eneo la viwanda ambalo lina kituo kikubwa zaidi cha kusindika gesi ya kimiminika duniani, LNG. Katika chapisho lake lenye maneno makali, Trump anasema Marekani haikujua lolote kuhusu shambulio la Israeli na anatishia kuongezeka iwapo Irani itaishambulia tena Qatar. Kwa hasira kwa kile kilichotokea Mashariki ya Kati, Israeli ilikemea vikali, Trump aliandika. Anaendelea kusema Marekani haikujua lolote kuhusu shambulio hili mahususi na nchi ya Qatar haikuhusika kwa njia yoyote, sura au umbo, wala haikuwa na wazo lolote kwamba ingetokea. Lakini Irani haikujua hili, Trump aliandika, na kwamba mashambulizi yake ya kulipiza kisasi kwa Ras Laffan ya Qatar yalifanywa bila uhalali na isivyo haki. Trump anaandika katika miji mikuu kwamba Israeli haitashambulia tena uwanja wa gesi wa Pars kusini mwa Iran isipokuwa Iran itaamua bila busara kushambulia taifa lingine lisilo na hatia ambalo katika tukio hili lilikuwa Qatar. Iwapo Iran itaishambulia tena Qatar, Trump anasisitiza kwamba Marekani italipua kwa kiasi kikubwa eneo lote la uwanja wa gesi wa Pars kusini kwa kiasi cha nguvu na uwezo ambao Iran haijawahi kuona au kushuhudia hapo awali. Anaongeza kuwa hataki kuidhinisha kiwango hiki cha vurugu na uharibifu kwa sababu ya athari za muda mrefu kwa Iran, lakini ikiwa LNG ya Qatar itashambuliwa tena, sitasita kufanya hivyo, ameandika Trump, mwisho wa kumnukuu. Naye ofisa mkuu wa Trump wa kukabiliana na ugaidi ambaye alijiuzulu wiki hii kutokana na upinzani wake kwa vita nchini Iran, Joe Kent, amezungumza na mchambuzi wa siasa za kihafidhina Tucker Carlson kwa undani zaidi kwa nini alipinga uamuzi wa Donald Trump wa kuingia vitani, ikiwa ni pamoja na ukosoaji wake wa kumshambulia Ali Khamenei. Operesheni ya Marekani na Israeli iliyomuua kiongozi mkuu wa Irani, Ali Khamenei, ilikuwa jambo la mwisho ambalo tulipaswa kufanya, Kent alisema. Angesimamia mpango wao wa nyuklia, angewazuia kupata silaha ya nyuklia, aliongeza. Ukimuua kwa kumshambulia vibaya, watu wataiunga mkono serikali pamoja na Ayatollah anayekuja, na nadhani hiyo ni kweli kwa data zote tulizonazo juu ya mtoto wake, Kent alisema, akimaanisha kiongozi mpya wa Iran aliyechaguliwa, Mujtaba Khamenei. Saa moja baada ya mahojiano ya bwana Kent na Tucker Carlson kupeperushwa, iliripotiwa kuwa FBI ilikuwa ikichunguza msimamo wa bwana Kent. Vyanzo kadhaa vimeiambia CBS News ya Marekani kwamba Joe Kent, mkurugenzi wa zamani wa kituo cha kitaifa cha kupambana na ugaidi cha Marekani, anachunguzwa na FBI. Kulingana na CBS News, uchunguzi huo unahusiana na kutolewa kwa habari za siri, na vyanzo vilisema ulianza kabla ya kujiuzulu mapema wiki hii kutokana na vita nchini Iran. CBS ilisema FBI haikujibu ombi la maoni wakati wa kuchapishwa. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.